Sema, wapenzi, waraka huu ndio wa pili ni waandikiao ninyi. Katika hizo zote mbili naziamsha nia zenu safi, kwa kuwakumbusha mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuweko mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji, kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kuketi wapendwa. Somo hili ni refu kidogo, niliona kwamba tusome kiasi hiyo alafu tuketi. Okay, wakati mtakuwa nyumbani, ninaomba ya kwamba kama una Biblia, tafadhali wakati mwingine unarudia hayo maandiko ambayo tumejifunza, ili uone maandiko inasema nini. Unajua, neno la Mungu si kama mambo ya shule. Hii neno ni tofauti. Hili neno Mungu anaendelea akilifunua. Kama kuna mahali tuko kasoro, tujitengeneze. Bwana wabariki sana. Kwa sababu ndugu yangu, nataka niwaambie hivi na dada zangu, hata uzikwe vizuri, kama matendo yako yalikuwa machafu, hiyo kuzikwa vizuri haitakusaidia chochote. Hakuna. Mungu anaenda kuangalia ulipokuwa hai, ulikuwa unafanya kitu gani. So Mungu atusaidie tukiwa hai hivi, tuone kwamba tunajishughulisha na mambo ya Mungu, tuone kwamba tunampendeza Mungu, tuone kwamba tunatembea na Mungu, ili kusudi tuweze kumpendeza. Mungu awabariki sana. Hapa maandiko, mtumishi wa Mungu Petero kwa Roho Mtakatifu aliweza kutujulisha ya kwamba hapo nyuma watu walikuwa wamejaa dunia vile tumejaa. Dhambi ilikuwa nyingi kama vile imekuwa nyingi sasa. Na mara nyingi watu wakiwa wengi duniani, shetani huingia ndani ya watu, na watu wanamchukiza Mungu. Watu wanafanya kile wanataka, hawataki kujua. Mungu awabariki sana. Na hiyo inakasirisha Mungu. Na ndio sababu unaona ile dunia ya kwanza tunaambiwa ya kwamba iligharikishwa kwa maji. Mvua ilinyesha siku 40 usiku na mchana mfululizo, na watu walikufa. Lakini watu hawaelewi. Watu hawezi kumbuka. Unajua, watu wengine wanafikiri kwamba hiyo ni story tu. Okay, sawa. Fikiria hiyo ni story. Lakini sasa hapa ametujulisha hivi, mbingu ya sasa na nchi ya sasa imeweka akiba nini? Moto. Moto ndio iko nakuja, si maji tena. Hapana, hata wakati mwingine mvua ikinyesha ikiwaua watu, hiyo tu ni kidogo kidogo, lakini kile kinakuja ni moto. Moto wa Mungu unakuja kufagia ujinga ambao uko duniani. Hizi dhambi ambazo zinaendelea hazitakuweko. Mungu anaenda kuziangamiza kabisa. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Atusaidie sana, ili kusudi tusije tukaangamizwa na ule moto. Na ndio sababu ametuma mjumbe kwa wakati wako. Huyo ni nabii wa wakati wako. Mimi saa hizi siwezi kuogopa kuambia mtu, hata kama hamjui. Nitamwambia kama hujui, huyo ndio messenger, huyo ndio mjumbe wa rika yako. Huyo ndio Mungu ametuma dunia mzima. Waachana na mapastors, waachana na maaskofu, waachana na wale wengine wanajiita watumishi. Huyo ndio Mungu alitumia kuleta ujumbe kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Si mambo ya kukaa na aanze kuleta mawazo yake. Hapana. Alikuwa anakutana na Mungu. Hiyo ndio sababu unaona hiyo mwali wa moto. Huyo alikuwa ni Mungu. Alinena naye na kumwambia, enda uambie watu watoke katika dini zao, warudi kwa maandiko. Usianze kusema ya kwamba pastor alisema. Ndio sababu hapa anakuambia kwamba ninawasomea neno. Usiseme pastor alisema, ati kanisa letu linasema. Hakuna kitu kanisa itasema hapa. Hapa tunaenda na neno la Mungu. Kama uchukui ni juu yako. Hata mimi sina shida, sikukuchukia kwani umenikataa mimi. Hapana. Umekataa Mungu wako na utakutana naye. Na nataka niwaambie hivi wapenzi, hakuna hapa ujanja. Hata watu wajifanye tutamaliza na Mungu. Tukatae, tusikatae.
hiyo naye iko, tutakutana naye na hata kuuliza ulikuwa kwa dini gani. Hiyo nayo upuzi ya iko bwana. Yeye atakuuliza ulisikia neno langu, neno lake, si neno la kanisa lako. Hapana, si neno la mchungaji wako. No. Hapana. Atataka kama ulisikia neno lake. Kama ulisikia ulifanya bila alisema, si kusikia na kuacha. Hapana. Hata wakati wa Nuhu, Mungu alinena na Nuhu. Nuhu akaleta habari. Unataka kuniambia kwamba watu waliokufa hawakusikia kile Nuhu alikuwa amesema? Si walisikia? Lakini nini ilisababisha wakaangamia? Walipuuza. Baada ya Nuhu kuambia mvua inanyesha, acha hii mambo bwana. Hata wengine walikuwa wakikuja, wakikaa naye hapo, wakijaribu kujenga, alafu wanarudi huko kwa busara yao na kwa matanga yao, wanasema iko mzee mwingine huko naye anakuja anatuambia ati mvua itanyesha. Hata tunashangaa. Huyo naye mzee. Sasa mtu anadhani ati haka anapumbaza Mungu. Ako huku. Ndugu yangu, itakapofika siku ndio utaonyeshwa ya kwamba ule upumbavu wako haitakusaidia. Huu ni wakati ambapo lazima uamue. Kama ni upande wa Mungu, ukae upande wa Mungu. Na kama ni upande wa dunia, kaa kwa dunia bwana. Hata maandiko inasema ya kwamba kama unataka kuwa mchafu, endelea kuwa mchafu. Endelea. Kama ni kudhulumu, endelea kudhulumu. Na mtakatifu naye azidi kuwa mtakatifu. Aendelee kutakaswa. Mungu akatai. Wewe ukichagua kwenda kinyume cha Mungu, it is all right. Fanya. Jaza kikombe bwana. Ili moto ikikuja itakuchoma sawa sawa. Hata unajua kuna watu ambao wanajua watachomeka. Kuna watu wanaelewa. Ukimwambia okoka, kuna mwingine aliniuliza tu aje kama pastor. Sasa unaniambia kuokoka. Si hata Biblia hiyo ambayo unasoma inasema kuna watu watachomeka. Nikasema ndiye. Sasa mimi nikiokoka na moto itachoma nini? Yaani ana ujasiri bwana. Yeye anajua Mungu atachoma watu. Na yeye anajua ataenda kutana na moto. Hata kujua. Sasa unajua maandiko iliposema, si kwamba ilisema bure. Ilisema na Mungu alikuwa anajua kuna watu watatimiza. Mungu awabariki sana. Sasa vile tuko hapa ndugu zangu, unaweza kuwa dunia hii uko unatimiza kuingia ndani ya moto ama uko unatimiza kuingia mbinguni. Itategemea uamuzi wako uko wapi. Mungu awabariki sana. Ukimpenda Mungu, hautataka kumchukiza. Hautataka kwenda kinyume cha neno lake. Lakini ukimchukia, wewe utafanya chochote kile unaona. Bwana awabariki sana. Lakini huu ni wakati ambapo dada yangu, ndugu yangu, angalia uko wapi. Wakati umekwisha. Msifikiri tuna wakati tena. Mungu atusaidie ndugu zangu, tuone tuko wapi. Serious. Niliwaambia kwamba niliteremka kule chini kwa wapendwa. Wao wameweka guarantee, wana ushirika kila siku. Every day. Si mambo ya Jumapili peke yake. Kila siku wako kanisani. Asubuhi wanaondoka saa 11, saa 12 kwenda kutafuta. Apate asipate, saa 6 wamerudi kwa boma. Iwe hajapata, iwe alipata, hiyo si shida. Wanajiandaa, wanajitayarisha. Saa 9 kamili wako kanisani. Na ni kila siku. Si ati Jumapili peke yake. Hapana. Nilishangaa. Nafikiria ni watu ambao hawaishi kwao, ni wakimbizi. Mtu anaishi alipewa tu nafasi, one full plot. Kaambia jenga hapa. Wale walio na mali wamejenga permanent houses. Wale ambao hawana wameweka mahema, wengine wajenga tu ya udongo, hivyo kulingana na uwezo wao. Wamekaa tu pale. Angalia, kama misaada haijakuja, wao wanaenda kutafuta, wanaenda huko msituni kwenda kulima, na unajua huko ni ile nchi ya wale Wanyangole, ile ukoo ya Radia Museveni. Sasa wanaenda huko kupalia ndizi, unajua wao wamepanda ndizi nyingi sana. Wanaenda kupalia ndizi, wanaenda kufanya kazi ili wapate kitu. Na anaweza enda hivyo atafuta hajapata. Lakini hataki kujua hata kama hajapata, anakuja tu saa 6 ikifika hapa. Saa 7, saa 8 hapa na start. Saa 9 kamili wako kanisani. No joke. Na ukiona vile watu wanalia machozi. Yaani niliwaambia kweli hakika. Hata kama nimesimama niko na wahubiria, lakini mmenichallenge vibaya sana. Niliwaambia wazi, siwezi kuwadanganya. Sisi huko hatuendi kila siku kama ninyi mnafanya. Daily service. Na wakati tunaenda, nilikuwa nalala kwa deacon. Wakati tunaamka tunakuja, tunafika kanisani. Yaani kitambo tufike kanisani, watu walijaa kanisani kitambo. Kitambo watu waliingia.
Saa 9 ndio ushirika unaanza. Lakini watu walianza kuingia saa 8. Mtu anaingia anapiga magoti pale. Wengine wanakuja kwa madhabahu hapa. Watu wako wanalia. Wanaomba. Praise God. Amen. Yeah. Ana haja Mungu amsaidie. Wangapi wameona wakati wanaombea watu wakienda kuoana? Si mmewahi kusikia? Kuna maswali wanauliza. Wanauliza maswali. Wanasema utampenda kwa shida, kwa taabu, kwa furaha, si wanauliza hivyo? Si ati ikiwa furaha pekee ndio sasa tunakaa tunapenda. Alafu shida ikitokea, mama anasema mimi nafunga vyangu naye. Kwa sababu sasa huyu mtu amekuwa mkonjeka, hata sasa hakuna vile nani ataenda kunitafutia, mimi naondoka naye. Huyo wewe jua ya kwamba hakuwa amejitolea kuolewa. Hapana. Lakini mwenye ajitolea kuolewa atakaa na mume wake hata akifa na yeye. Na yule mtu ambaye alioa mke wake akampenda akasema nimeoa na huyu ni bibi, hata iwe shida. Hata maandiko yanasema kifo ndicho kitaweza kututenganisha. Praise God. Amen. Na iko hivyo pia kwako wewe, bibi harusi ambaye umeolewa kwa Kristo. Unasema kama ni nini kifo? Kifo tu. Lakini sitakuacha. Vile nilikuchagua ilitosha. Na hivyo ndivyo ilivyo. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hivyo tulikuwa tunazungumzia makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Mungu awabariki sana. Amen. Hayo makao ndio mahali sisi tutafanya nini? Tutaenda. Na unajua hatutaenda, kwa mfano wewe ukilala saa hii, hauendi huko kwanza. Hapana. Hauendi. Huko tutaenda tukiwa sisi wote. Kwa hiyo makao, mnakumbuka Yesu alipokuwa hapa duniani, aliwaambia naenda kuandalia mahali. Nikisha maliza kuandaa, nitarudi na kuwachukua. Ili mahali nitakuwepo nanyi muwepo. Praise God. Amen. Sasa hiyo wakati wa kutupeleka huko bado. Lakini wewe ukilala saa hizi ukiwa ni Mkristo, unaenda wapi? Mungu awabariki sana. Amen. Unaenda wapi? Mnajua mahali unaenda kama wewe ni Mkristo? Unaenda wapi? Kiwango cha 6. Mungu awabariki sana. Amen. Inatakana ujue mahali unaenda. Unajua vizuri kukaa. Tuko hapa kutaka kujua mambo ya Mungu. Na ndio sababu unaona kama unajua mahali unaenda, unaona kana ujasiri bwana. Unamwambia shetani siogopi kukufa. Kwa sababu hiyo itakuwa umenipa transport yangu kwenda mahali pazuri sana. Amen. Praise God. Amen. Ndio sababu unaona kama umeokoka na kama kila kitu ni shwari, huwezi ogopa kufa. Sababu hata ndani ya mwili huu tunateseka sana. Miili na umau na ugonjeka, unaumia, huko tumbo inataka kukula. Matatizo iko hapo, ukiwa na watoto unasikia hili, hata wakati mwingine haulali usingizi. Iko namna hiyo ama hapana? Si ninyi ni wazazi? Wewe unafikiria hata kama mtoto aliolewa, hata kama kijana alioa na ana shida, kwani haiwezi kukuguza? Inakuumiza kama mzazi. Utalala usingizi bwana. Unaanza kuomba mpaka unauliza Mungu imekuaje jamani? Kuna nini? Kwa sababu hata Waswahili wanasema uchungu wa mwana ujuae ni nani? Mzazi. Yes. Hata kama ni mtu mzee wa boma yake, si ni mtoto yako bwana. Hiyo uchungu inakupata. Unatamani akae vizuri. Sasa hii dunia katika miili hii ni shida tu. Na ndio niko nawaambia kwamba kuna watu wanadanganya watu. Unajua vile wewe umeishi, hapo iko shida sana. Huyu jirani yako ya mkono wa kushoto ndiye anakuta. Wacha niwaambie ndugu zangu, hii dunia ni ya shida. Usijipumbaze hapa mpaka tugonjeke. Hapa mpaka tupitie kwa tabu. Hapa ni testing ground. Hapa ni mahali pa kuwekwa test. Hakuna mambo ya kukaa vizuri. Usijidanganye kwamba ukiokoka sasa mambo itakuwa tu nyoe. Hakuna kitu kama hicho. Nataka niwakataze. Hakuna, hata Biblia hii haifundishi hivyo. Haifundishi kwamba ukiokoka mambo inakuwa sawa. Ndio utatafutwa ile hujawahi kuona. Sababu huyu jamaa ulimkataa na mlikuwa mkifanya kazi na yeye na umemhepa. Mpaka unakuja kumtambua hapa. Wewe cheza tu. Anakutafuta ile hujawahi kuona. Akikupata na ukicheza atakumaliza. Yeye hataki mchezo na wewe. Sasa ni vita tuko nayo. Hiyo ndio nataka niwatangazie wa ndugu zangu. Hapa tuko tunang'ang'ana. Nabii anasema kuokoka si kama hiyo mambo ya kwenda kulala kwa kitanda ya maua na unyoshi. Hapana.
Anasema wakati umeokoka, hapo umeingia kwa vita mbaya mbofu na shetani. Ni kupigana mpaka utakapotoka katika mwili huu. Ni kupigana mpaka Kristo atakapokuja kutukomboa. Hapo ndio sasa watoto wangu wanafanya. Saa hiyo sasa watu watakutana na kusema jamani, ili kuaje? Na uzuri Biblia inasema ya kwamba ya kwanza itakuwa imepita. Tutasahau hiyo. Sasa tutakuwa tumeingia katika utukufu wa ajabu. Yaani sasa ni furaha. Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Sasa kule ambako tutaenda kwa. Lakini niuliza swali. Ukikufa saa hii unaenda wapi? Kama wewe ni Mkristo. Ukikufa saa hii unaenda kiwango cha 6. Cha 6. Mungu awabariki sana. Hapo ndio watakatifu wako. Kina ndugu zetu Paulo, Yohana, wote hata kina ndugu Branham wako pale. Mungu awabariki sana. Amen. 6th dimension. Unajua tuna viwango ngapi? 7. Tuna viwango 7. Praise God. Amen. Yeah. Mnaweza kutaja? Ama tulijifunza kitambo sana mpaka mlisahau. Ya kwanza inaitwaje? Mlisahau. Hai. Jamani. Inakuaje? Okay, hata mkitaja tu randomly hivyo, hata ikiwa ile ya mwisho ngapi, taja tu. Haujui hata kimoja? Mungu awabariki sana. Kuna kiwango kinaitwa nuru. Kingine? Muda. Yaani time. Kingine? Vitu ama matter. Vitu. Yaani kwa Kiingereza wanasema matter. Vitu. Hii ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya 4? Sayansi. Mumeona? Okay, nitawauliza hivi. Mnaona hizi TV? Hizi TV hapa tuko nazo. TV huwa inatengeneza picha yake. TV haitengenezi picha yake. Hapana. TV huwa inachukua picha ambayo iko. Kitu tu ni kwamba kwa mfano watu wakiwa Nairobi, hii macho yako hata ukijaribu kufanya unaweza kuona hao watu Nairobi kweli? Hauwezi, kwa sababu ni mbali sana, huwezi ona. Lakini TV unajua hii picha ziko hapa angani. Hata unajua mimi niko hapa, hata na wewe vile umekaa hapo hivyo. Picha yako iko angani hapa. Kitu tu ni kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kuchukua hiyo picha ili ipeleke na iweke wazi hivyo. Sasa unaona TV huwa inachukua hizo picha, inazileta na kuziweka wazi. Sasa unaanza kuona. Hata hapa angani kuna masauti ya watu. Kuna sauti ambazo okay, wacha niwaulize radio. Si nyinyi mnajua radio? Hii radio inazungumzanga mambo yake tu. Si inashika mambo ya watu ambao wanazungumza mahali fulani. Yes. Watu wanaweza kuwa Nairobi, wanaweza kuwa Bungoma huko, wanaweza kuwa Kakamega, wanaweza kuwa wapi Kisumu. Wako wananenea kwa studio huko. Lakini sasa hii radio kwa sababu ni sayansi, inachukua hiyo sauti na unajua si kwamba ati radio inaenda Nairobi, ati inaenda Kisumu. Si radio tu iko hapa. Lakini radio inachukua haya mambo hapa hewani. Hizo sauti wakati watu wako wananena, inapeperuka na mawimbi inakuja. Iko tu hapa inahangaika hivi. Sasa kwa hii sayansi wamenasa, inashika hiyo sauti na inaileta. Alafu inaileta hapa na kuipeleka kwa loudspeaker na hiyo sauti inatoka. Praise God. Yeah. Kama sayansi wanadamu wanatengeneza vitu kama hivyo. Na uliwahi kujua ya kwamba Mungu ana televisheni yake ambaye huwa inanasa mambo yako usiku na mchana. Na hiyo tu ndio itamaliza mambo yote. Wewe soma Zaburi. Anasema nitaweka mambo yako yote mbele ya macho yako. Utaona tu kile ulichokuwa ukifanya. Ndio nataka niwaambie ndugu zangu, wakati tumeokoka. Hata sioni sababu tunajifanya. Wewe unaona kuna watu wengine akiwa mbali na washiriki, yeye anafanya mambo mengine huko. Alafu akija hapa anajifanya kuwa ni Mkristo. Hakuna kitu uko unafanya. Wataleta hiyo mambo. Itawekwa hapo na utayaona. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa hii kiwango cha 4 ni sayansi. Kiwango cha 5 kuzimu.
Mungu awabariki sana. Amen. Ni kuzimu. Yaani hapo ndipo Wabukusu wanasema emakombe. Kuzimu. Kiwango cha 6, mahali watakatifu. Mungu awabariki sana. Amen. Hapa ni mahali pa watakatifu. Mungu awabariki sana. Amen. Kiwango cha 7, Mahali Mungu anakaa. hapo ndio Mungu hapo. Hata watakatifu hawajapenya mpaka kiwango cha 7. Hapana. Hao wanabaki kiwango cha 6. Mungu tu ndiye hapo kiwango cha 7. Cha 7. Praise God. Amen. Na viwango ngapi? 7. Sasa wakati wewe ukilala, ukifa sai, na ukiwa ulitubu, umetengeneza maisha yako yote, umepokea Roho Mtakatifu, wewe ni dada, mtoto, binti wa Mungu, mwana wa Mungu. Direct. Hapa hakuna mambo mengi. Tena wacha nikwambie, hapo ukilala tu hivi, si kwamba tutaanza kung'ang'ana kuenda. Biblia inasema malaika wako tayari Bwana. Wanakuja na kusema mama, kuja. Yaani wanakubeba, wanakupeleka moja kwa moja mpaka kiwango cha 6. Mahali ambapo watakatifu wako. Huko utakapo, na unajua sasa hutaenda na hii mwili. Hii mwili itakuwa iko kaburini. Hii mwili itakuwa wapi? Kaburini pale. Nini inaenda huko? Itakuwa ni nafsi na mwili unaoitwa theophany. Mwili wa kiungu. Mwili ambayo haikuli, hailali, haichoki, yaani iko na haishikiki. Yaani mkiwa huko, hata ukitaka kusalimia mtu, mtapitana. Yaani wakati unataka kusalimia akileta mkono yaani wewe unapita na anapita, yaani amguzani. Lakini kuona hivi unamuona. Mungu awabariki sana. Yeye naye kuona na kuona. Utaona Sister Gladys. Oh brother. Lakini sasa tukitaka kusalimiana hivi hakuna. Mimi napita tu ndani yako na napita huko na unaenda huko hivi. Sasa hapo hakuna usingizi. Sababu hii mwili ya kulala iko kwa kaburi. Hakuna kukula. Hii mwili ya kukula tumbo iko kwa kaburi huko. Sasa utaniuliza na utaishi namna gani? Bwana, uzima wa milele. Mnajua maana ya neno uzima wa milele? Ulipokea hiyo. Hiyo haihitaji kukula ndio uishi Bwana. Hapana. Haihitaji machapati. Mungu awabariki sana. Amen. Okay, unaniuliza. Na sasa hatutakula? Unajua zikifika hapo watu wanataka, tata, inaonekana utakaa bila iko siku utakula. Utawekwa katika mwili sasa wa kukula. Lakini haitakuwa ile ya kaburi hiyo. Hapana. Mungu atakutengenezea mwili uliotukuzwa, glorified body. Mungu awabariki sana. Amen. Ile mwili ambayo Adamu alikuwa nayo kabla dhambi. Mwili ambayo inataka kukula na kufurahi. Lakini sasa hiyo mwili haikufi, haikui, haizeeki, haigonjeki. Amen. Praise God. Amen. Mungu anisaidie jamani, niingie pale. Mungu anisaidie. Hapo. Mungu nisaidie tu nishike mkono. Hakika. Hapo. Hii inatusumbua, inachoka, inagonjeka. Hii kwa sababu ilipatikana kwa njia mbaya. Lakini hiyo ni ile Mungu aliumba. Najua hii tulipatikana kwa kuzaliwa. Lakini hiyo ndio sababu unaona maandiko yanasema kwamba zaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni Mungu anakuzaa. Si mtu anakuzaa. Hapana. Ni Mungu anakuzaa. Anakuzaa vipi? Anaingiza uzima wake ndani yako. Amen. Na hiyo uzima ndio sasa Mungu. Ndio sasa hiyo uwezo wa kuishi milele. Amen. Kama vile Mungu anavyoishi milele. Amen. Praise God. Amen. Amina. Okay. Kama wewe ukiwa Mkristo unaingia kiwango cha 6. Wale ambao si Wakristo, watenda dhambi, ambao wamepuuza Mungu, wanaenda wapi wakikufa? Moja kwa moja hadi kuzimu. Na hapo sasa nayo, hapo hauhitaji transport yoyote. Hapo atiwakubebe? Hapana. Kuzimu iko chini. Sasa wakati unalala tu, papu kitoka mwili huu.
Na unafika utana kina Kaini wako hapo, kina nani watu wabaya ndio wanapokaribisha na mateki na makofi na pako. Na unasema hii yani nikiendelea kufanya hivi niko naumia bado. Wewe naye anaingia kwa hiyo. Yaani wanataka kubatiza kwa hiyo spirit. Wewe naye unaanza mangumi mateki ukasema very good. Hapa hakuna kuja na kuwa mpole pole hapa bwana. Hapa sisi ni nyang'au. Hakuna vile utafanya. Ile hali itakubatiza na utakuwa hivi. Na ndio nakwambia hapo hakuna uzuri hata sahi. Hata kabla ya hukumu hao watu wako kwa shida. Praise God. Amen. Yeah. Mnakumbuka Yesu alikuja akasema ya kwamba kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa tajiri. Alikuwa akijitajirisha, anakula mali yake, hajali Mungu. Akavuna vitu akajaza magala yake. Alafu siku moja akaangalia magala vile imejaa, alafu akasema starehe nafsi yangu. Usiku huo Mungu akasema wewe mpumbavu, nataka nafsi yako. Kaitoa nafsi yake kwa hiyo mwili. Jamaa kaanguka akalala. Huyo jamaa aliviringika moja kwa moja, unajua kuzimu huko ni chini. Sasa okay, wacha naulize swali. Nani amewahi ota siku nyingine kwamba alikuwa anaanguka kwa shimo mrefu lakini hakufika chini? Iko muda mwahi kuota hivi? Ndio. Mungu abariki sana. Ndio. Unajua kuzimu ni mrefu sana na hakuna mwisho. Kwa Kiingereza wanasema bottomless pit. Bottomless. Haina, inaenda tu. Sasa huko haihitaji hata wakupeleke. Yaani nafsi ikitoka tu kwa mwili. Na unafika mahali hao jamaa. Sasa mnaanza sarakasi zenu. Kwa sababu ulipokuwa duniani ulipenda masarakasi yako hiyo. Sasa wacha niwaambie, kifo haibadilishi mtu. Ile tabia uko nayo hapa ndio utakuwa nayo. Mungu awabariki sana. Amen. Kama ulikuwa Mkristo halisi, utabaki Mkristo halisi, utaenda kiwango cha 6. Kama ulikuwa ukijifanya, utaenda tu. Na hapo ndio watakwambia bwana, hiyo mambo ya kujifanya yako ati wewe ulikuwa Mkristo hakuna. Hapa sasa tunakubatiza. Pata mateki mangumi kila kitu pako na amko unasema no, sitaendelea kuumia hivi hata na mimi ninaanza. Basi. Huko ni uniform. Na wanaumia. Yesu alisema huyu jamaa alipokufa alienda mpaka kuzimu. Na alipofika huko alikaa salama? Hapana. Nini ilifanyika? Alianza kuumia moja kwa moja. Alipoinua macho hivi, unajua wakati ule kulikuwa na mahali ambapo palikuwa panaitwa paradiso. Mungu awabariki sana. Amen. Paradiso. Paradiso ilikuweka huko kabla Yesu hajakuja msalabani. Bwana awabariki sana. Amen. Na hapo ndio watakatifu walipokuwa wakifa walikuwa wanaenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo alikuwa hajakuja akamwaga damu yake na akatununua akalipa deni ya dhambi. Sasa ilikuwa waende paradiso. Saa hii paradiso haiko. Hakuna mtu paradiso. Ukitaka kujua kwamba hakuna paradiso, soma Mathayo mlango wa 20, nafikiri 27. Hapo. Mstari wa 50 hapo. Inasema kwamba wakati Yesu alikuwa msalabani akachomwa mkuki. Na kabla hajachoma mkuki, unajua alitoa sauti. Unajua hakuchoma akiwa hai. Hapana. Kwanza alitoa sauti. Akasema baba yangu, mbona umeniacha? Na baadaye akatoa sauti. Na alipotoa sauti, roho ilipokuwa inatoka, alitoa sauti kubwa. Na alipotoa sauti, hiyo sauti ilienda straight mpaka paradiso. Ilipofika paradiso, ikaambia wale paradiso, toka. Deni yenu imelipwa bana. Wakachomoka. Wakatoka pale. Praise God. Amen. Amina. Nafikiri unaweza kupeana ndugu yangu. Okay. Labda si story. Nataka niwasomee hapo so that muweze kuridhika. Wacha tuone hapa Mathayo 27 kama sitakosea. Mathayo 27 ili muone ya kwamba paradiso haiko sahihi. Watu walitoka. Na walipotoka waliandamana na Yesu. Wakati alikuwa ananyakuliwa anaenda juu, hakuwa peke yake. Waliandamana na hao watakatifu wa Agano la Kale wote. Wakaenda
wakaenda wakapita kiwango cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, kufika cha sita. Hawa watakatifu wakakuwa mahali na Yesu akapita akaingia kiwango cha saba. Bwana wabariki sana. Wacha nipate hapa ili niwaonyeshe kitu, so that isiwe ya kwamba ni story tu. Tunataka tupate kile kitu chenyewe ili tuweze kujua ya kwamba mahali tuko tunajitayarisha kwenda mahali, na kama wewe hauko kujitayarisha, sielewi itakuwaje. Nipate hapa. Okay, ni Mathayo 27 kuanzia mstari wa 45. Nataka msikize vizuri. Hili neno niko nasoma. Unajua siko kupiga tu story hapa. Haya ni maandiko ambayo yako live. Inasema hivi: basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwazi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Sasa hapa akafa. Unajua kwanza alilia akasema, Baba, mbona umeniacha? Roho ilikuwa inasumbuka, karibu inataka kutoka. Okay, nafikiri ninyi mmewahi kuona wakati mtu anataka kukata roho. Unajua haikuingi tu anaenda kiu pole pole. Kuna hiyo uhai inasumbua. Sasa alipotoa sauti yake na akakata roho. Natazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Walikuwa hawajaamini, lakini walipoona hiyo mambo ikitendeka, watu walikubali kwamba kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Hapo anajifanya alikuwa ni mwana wa Mungu. Unaona, wakati alikata roho akatoa sauti, Biblia imesema makaburi yalifunuka, miili ikainuka. Ungeweza kutembea na unakutana na Ibrahim. Hey, Ibrahim, unataka ni kama na anapotea. Na walionekana hivyo kwa siku 40 wakati Yesu alikuwa hapa duniani. Alipochomoka akienda mbinguni na anaenda nao, walipanda na wakaenda wakafika kiwango cha sita. Hapo ndipo mahali wako. Ndio sababu nataka niwaambia kwamba saa hii hatuna paradiso. Paradiso watu walitoka. Kwa sababu gani? Yesu alilipa deni pale msalabani ya dhambi zao. Hiyo mafahari na mbuzi na kondoo ambao walikuwa wakifanya ilikuwa ikifunika tu makosa, lakini ilikuwa hiyo. Lakini Yesu alipokuja iliosha, ilitoa hiyo dhambi. Ndio sababu nakwambia kwamba sister brother, wakati umeokoka usijihesabu kuwa mtenda dhambi tena. Amen. Hiyo damu imefanya mambo kama umeikubali, na ukikataa kuikubali haitafanya chochote kwako. Sasa hiyo damu unaikubali namna gani? Ni wakati unatii neno la Mungu. Praise God. Hili neno ndiyo damu. Wakati nakwambia wacha kitu fulani, ukiwacha umekubali. Ikiambia wewe fanya kitu fulani, ukifanya umekubali. Na inaanza kukuosha. Mungu awabariki sana. Ndio nataka niwaambie kwamba hutakuwa umechukua neno la Mungu
Kristo ameingia ndani mwako na ubaki na tabia zako ulizokuwa nazo huko nyuma. No sir. Haiwezekani. Lazima ubadilishwe. Hili neno ndio linakubadilisha, na hii ndio damu ya Yesu Kristo. Ukipuuza, kwisha dada yangu. No way out. Hata kama unasikianga lakini haufanyi, uko kwa shida. Hakuna kitu. Uko unajiletea tu taabu. Cha muhimu ni kusikia na kutenda. Hata Yesu alipokuwa hapa duniani alisema nini? Si wote wasemao Bwana Bwana. Si ni watu wengi sana. Leo ni Jumapili tangu watu wamejaa makanisani. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Watu wako wanamtukuza Mungu huko nje, hapana mchezo. Hata hapa msiembulila. Iko watu huko, hapana mchezo. Watu wanamchezea Kristo. Ha 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 ha. Watu wamefurahi. Lakini ndugu yangu, Yesu anasema si hiyo. Ni wale watendao mapenzi ya Baba aliye mbinguni, watendao. Amen. Praise God. Amen. Hapo ndio shida iko. Hapo ndio kuna mweleka. Kutenda yale Mungu anataka. Anasema hao ndio wataingia katika ufalme wa mbinguni. Anaposikia anatetemeka. Anasema hata iweje, mimi nitatekeleza neno la Mungu. Nitafanya vile Mungu amesema. Praise God. Amen. Na utakubali hata kupelekwa popote. Na utakiri umesimama na neno. Niliwaambia kwamba ndugu zangu, hapa wokovu watu tunacheza, we are joking. Yaani Mungu atusaidie. Tumechukuliwa paka popote. Nimeenda paka shuleni kwa sababu ya neno la Mungu, nikuambia mwalimu, hiyo hapo. Ikifika pale usiweke makasi kwa nywele ya mtoto yangu. Don't try. Usijaribu. Lazima nitetee neno. Mwokozi wangu alinifia msalabani. Nikiwaza kile kilitendeka Kalvari. Ndugu yangu, huko hata niuliza una madigiri ngapi? Hapana. Wataniuliza ulisimama na neno. Tumeshindwa kutetea neno la Mungu. Tunatetea ulimwengu. Na ngoja tutakapofika Kristo ndio utaona. Watu wanajifanya wenye mamlaka hapa duniani. Ndugu yangu, hiyo utafanya ujinga hiyo mbele ya Kristo. Hii tunafanyia tu hapa. Lakini ukifika kwa Kristo, nyinyi mwahi kujua anaitwa nani? Bwana wa mabwana. Yes. Mfalme wa wafalme. Kwa wafalme wako duniani, yeye ndio mfalme hapo wapi? Juu. Na akikohoa wote watakunjana. Tusijaribu kucheza. Tuchukue neno ndugu zangu. Na Mungu atusaidie. Bwana wabariki sana. Nafikiri nilikuwa nikijaribu tu kudhibitisha kile nilikuwa nikisema. Unajua sikuwa napiga story. Haya ni mambo yalifanyika. Watakatifu waliondoka paradiso, wako kiwango cha sita. Hapo wanakaa kwa raha, wanafurahi, wana shida yoyote. Wako. Lakini watenda dhambi wako kuzimu. Wako wanateseka vya kutosha. Huyo tajiri alikuwa anasema nini? Ati alipoinua hivi macho aliona nani? Ng'ambo ile. Kulikuwa na nani? Kulikuwa na Lazaro. Lazaro alikuwa mtu wa maskini sana. Hata alikuwa na vidonda. Lakini alipokufa, ukisoma Biblia inasema kwamba malaika walichukua nafsi yake wakaipeleka kwa uwepo wa Mungu. Sasa huyo tajiri alipoinua macho hivi akaona, jamani. Na akamwambia, na akaona huyo Lazaro alikuwa amepoa kwa kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Wacha niwaambie ndugu zangu na dada zangu, Ibrahimu ndio baba wa imani. Na wale wanaoamini tutabarikiwa pamoja na nani? Na Ibrahimu. Yeye ndiye baba wa imani. Mahali atakuwepo ndio tutakuwepo. Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Akamwambia, tafadhali baba Ibrahimu, mletee maji burudishe, niko na teseka na umia hapa. Ibrahimu alimwambiaje? Alimwambia, ndugu yangu, ulikula raha yako duniani. Lazaro aliteseka akitetea Mungu. Siwache naye afurahi bwana. Siwache enjoy. Na wewe naye teseka. Na akamwambia isitoshe, unaona katikati yetu sisi na ninyi kuna shimo kubwa ambaye hamutakuja huko, sisi hatutakuja kule. Sasa nitakusaidiaje ndugu yangu? Ama ukitaka ruka ukuje tuone. Shimo kubwa kama kutoka hapa mpaka na Milele huko.
Na hapa huwezi angalia, yaani kufanya tu hivi ni tabu. Hakuna vile utavuka kwenda huko. Na wale hawaji. Sema sasa nitafanya nini? Huyo jamaa akasema, sasa nina ndugu zangu ambao wangali duniani. Tafadhali naomba mtume huko watu ili waende wawaambie wasikuwe na tabia niliyokuwa nayo ya kumpuuza Mungu. Ibrahimu akamwambia, kule duniani kuna manabii na watumishi wa Mungu ambaye Mungu amewatuma kuambia watu neno la Mungu. Hatutatuma mtu kwenda huko kama wakitaka wasikie wale. Na wasipowasikia wale watakuja tu mahali huko. Bwana wabariki sana. Amen. Tusingoje mpaka tufike hapo ndugu zangu. Dada zangu, tujitengeneze. Unajua hii mambo ni wewe mwenyewe. Unazaamua uende kule ama uamue uende huko. Ni uamuzi wako. Praise God. Amen. Yeah. Ndio nataka niwaambie kwamba paradiso haiko sahihi. Hiyo ilitoka. Watu walitoka huko. Wapo kiwango cha 6. Na hao watenda dhambi nao wapo wapi? Kuzimu. Sasa unajua wewe utarajienge kusema tukikufa unaenda kuzimu. Kama unaenda kuzimu basi hukuwa unamjua Kristo. Wale unamjua Kristo wanaenda kiwango cha 6. Maana watakatifu wa Mungu awabariki sana. Wakae hapo watulie. Watakaa hapo muda gani? Mpaka Yesu atakapokuja. Yesu akija ndipo sasa atachukua wateule. Mungu awabariki sana. Akishachukua wateule, wale watu ambao wako wanajitayarisha kwa neno la Mungu saa hizi. Wakati huyu alikuwa mbele za Mungu. Mungu alimpa neno akamwambia, "Enda ambia nina watu wangu hapo duniani sitaki dini ziwadanganye. Nataka warudi kwa maandiko. Waone ni nini nilisema mimi. Wafanye hiyo wajitayarishe kwa sababu nataka kuja kuwachukua." Mungu awabariki sana. Sasa wale ambao wamejitayarisha Kristo karibu atakuja. Akija apate uko tayari. Unavaa kama neno lake. Unaishi kama neno lake. Unatembea kama neno lake. Unanena kama neno lake. Basi atakuja kwa sababu ya watu hao. Na kabla hajachukua wale ambao watakuwa hai. Mungu awabariki sana. Unajua bibi harusi si kwamba ni wale ambao tuko hai peke yake. Hapana. Inaanzia rika ngapi? 7 kule nyuma. Wakati wa Paulo watakatifu waliolala. Ataanza na kuwaamsha wale kwanza. Mungu awabariki sana. Wacha niwasomee hiyo pia. Unajua Mungu amewahi kuamsha watu na atazidi kuamsha watu. Sasa hii ambayo inakuja iko katika Wathesalonike. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4. First Thessalonians mlango wa 4 kuanzia mstari wa 13. Nataka niwape hiyo. Unajua hii safari yote ambayo tuko tunajaribu kujifunza. Tunajifunza kwamba tunaenda wapi. Unajua ni vizuri uelewe huko unafanya nini na unataka kwenda wapi. Si unaona? Wacha niulize swali. Wewe unazotoka kwa nyumba yako. Huko unatembea na ukikuuliza unaenda wapi unasema mimi sijui. Wewe ukiona akili yako itakuwa mzuri. Haujui mahali, yani ni kama uko unatembea hata uelewi uko unaenda wapi. Yaani sasa swali ni kwamba uko unapoteza hii muda kwa gani? Si hata uende ukae. Unajua ukitoka elewa uko unaenda wapi. Na ndio hiyo kitu tuko tunafanya saa hizi. Tutaenda wapi? Sasa unajua kuna viwango ambavyo nimeonyesha kwamba ukifa saa hii kabla Kristo hajakuja unaenda kiwango cha 6. Maana watakatifu wa. Na kama hukutubu dhambi zako moja kwa moja kuzimu. Mahali wabaya wako. Mungu awabariki sana. Na Kristo atakapokuja. Sasa sikiza uone kile ambacho kitafanyika. Itakuwaje? Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 inasema, "Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye." Mmesikia? Wale waliolala katika Yesu, waliokufa wakiwa ndani ya Kristo, Mungu atafanyaje? Atakapokuja atakuja nao. Si kwamba atakuja peke yake. Atatangulia kuamsha wale waliolala katika Kristo. Anasema kwa maana na tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka
kutoka mbinguni. Nataka msikize hapa vizuri. Atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Praise God. Amen. Kristo atakapokuja, wapendwa, ataanza na ndugu zetu waliolala. Atawafufua kwa kwanza. Baada ya kuwafufua wale, ndipo sasa aje kwa wale ambao tutakuwa tuko hai. Atubadilishe. Hatutaenda na miili hii mbinguni. Hapana. Hii itatolewa, uvikwe mwili wa Mungu. Mwili wa utukufu ambao utakuwa mwepesi, utang'oka hapa na kusafiri juu. Tunaambia kwamba tutamlaki Bwana wapi? Hewani. Si hapa. Tutang'oka na tumlaki hapa hewani. Tukutane pamoja na wapendwa. Praise God. Amen. Yeah. Halafu sasa tuchukuliwe, tuingie utukufu katika yale makao ambaye yeye aliandaa. Utaenda walitengeneza, iko tayari. Mungu awabariki sana. Sasa kiingia hapo, si kwamba tutaenda kuishi huko milele. Sawa sawa? Tutakuwa huko kwa muda. Si mnajua ile muda ambayo tutakuwa huko? Muda gani? Miaka 3.5 ndio tutakuwa pale. Na utakuwa unafanya nini? Utakuwa huko kwa meza ya karamu. Nyinyi mnaonaga wakati wanaombea watu wamekula harusi, harusi ikiisha inakuwa namna gani? Bwana harusi na bibi harusi wanapelekwa kwa chumba chao. Wanaenda kwa nini? Kukula. Wanaenda kukaa kwa meza. Kama unaweza kubahatika ati uwe wewe ndio huko unakuwa karibu na meza hiyo, utashiba tu. Utashiba. Ile vitu wanaandalianga bwana harusi na bibi inakuwa kama ile ambayo wanaandalia watu waje huko. Hiyo inakuwa tofauti bwana. Hawa ndio guest of honor. Hawa ndio wageni maalum waliosababisha watu mkusanyiko ya watu wakawa hapo. Sasa kukula kwao ni tofauti. Hiyo inaitwa high table. Ni ile kukula kwa hali ya juu, na hiyo ndio itakuweko wakati tunaenda katika utukufu, katika kile chumba cha kifalme. Yesu Kristo atatuchukua na kutupeleka pale. Anasema, keti mke wangu mpenzi, uliteseka huko duniani, ulipambana, ukakubali kutukanwa, ukakubali kuchekwa, ukakubali kudharauliwa, ukakubali kufanywa kila kitu walichofanya, lakini ulisimama nami. Kwa hivyo keti, endelea kukula. Vitu vimeandaliwa hapo vya kutosha kwa miaka 3.5 ukiwa tunakula. Praise God. Amen. Na kwa wakati ule tunapokula hapa, Yesu anarudi kule Israeli, anaenda kujitambulisha kwa wale wa ndugu zake, wale wa Israeli. Ajitambulishe huko, awaambie licha ya kwamba mlinisaliti, mkaniua, lakini haikuwa kupenda kwenu. Ilikuwa ni kwamba hata ndugu zetu wa mataifa wafanye nini? Waingie katika wokovu. Kwa hivyo lakini hata hivyo watalia, waambia hapana. Hiyo nimewasamehe, hamukujua, mlifumbwa tu macho na ndio ikafanyika hivyo. Praise God. Amen. Yeah. Ndiposa sasa yeye atakuwa huko kwa hiyo miaka 3.5. Atakuwa akitumia manabii wangapi? 2. Mmoja akiwa na roho wa Elia, mwingine roho wa Musa. Awahubirie. Mwisho apate watu ngapi? 144,000. Hawa tu kule Israeli ndio watapatikana. Kwa mataifa hatujui hesabu, lakini kule Israeli hesabu iko. Si tulisoma? Kusoma kwa Biblia hapa. Kwa nyumba ya Benjamini 12,000. Kwa nyumba wamepangwa, wako tayari. Na hao tu ndio watakombolewa. Alafu ikimalizika hivyo, basi nini itatokea? Mungu awabariki sana. Kuna kitu nataka nisome hapa ili kusudi iwasaidie. Lakini nataka nisome hapa na itusaidie tujue kwamba hiyo ndio barabara ya kwenda nyumbani. Lakini kumbuka, utukufuni hatutakaa sana, hatutakaa milele huko. Itafika wakati tutarudi duniani. Mungu awabariki sana. Na si kurudi sana, lakini tutarudiko kidogo na kuna kitu kitafanyika.
kwa sababu hao wenye walipuuza Mungu sio wamelala wako chini. Na bibi harusi mjinga pia si amelala hapo chini. Sasa kuna kitu kitafanyika. Lakini kwanza kwa hii miaka 3.5 tutakuwa utukufuni. Hao Waisraeli wanachukuliwa na hiyo injili. Baada ya kumaliza wanauawa. Mungu awabariki sana. Na wananyakuliwa. Halafu sasa kuna kitu nataka niwape hapa ili muone ratiba ya haya mambo jinsi ilivyo. So that wakati umekaa ukae ukijua kuna kitu uko unafanya. Na kuna kitu unatarajia. Kuna kitu unajua, lazima tujue safari yetu. Tusikae tu kama watu tusiojua yenye tunafanya. Bana, ningependa tuelewe ni nini kitu hii hapa. Kitu hapa ambacho nataka niwasomee ili itupatie picture ya haya mambo, so that wakati unakaa usikae ukiwaza mambo ya hapa duniani. Kaa ukiwaza mambo ya mbinguni, ili kusudi usipoteze muda kwa vitu vya dunia. Nafikiri mara nyingi huwa nawaambia ndugu yangu tuchunge. Hivi vitu vya dunia vinaweza kutuletea shida. Na si vizuri. Na ni vizuri hii nafasi kwa watu. Mbona inafichana? Kitu iko hapa tu. Bana, hii leo imefichana hapa. Tuchunge sana. Tuangalie jinsi ambavyo Mungu anafanya mambo. Ili kusudi okay, ndio hapa. Nataka wakupangie vizuri ili uelewe. Na hii ndio vile mpango ulivyo. Nimewaambia kwamba ukilala saa hii, ukiwa ni Mkristo, kiwango cha 6, mahali watakatifu wako, unaenda kufurahi pamoja na kila kwa ndugu. Lakini kama huko umetubu, kuzimu, uende kwa shida. Sasa sikiza hapa. Kuna mtu aliuliza Ndugu Branham akasema, the church is ending and has blacked out. The bride is called. We have already entered into the tribulational period. Alikuwa anauliza, rika kanisa imekwisha na inaonekana tumeingia katika dhiki kuu na kila kitu kimekwisha. Sasa nabii anamjibu hivi, no. Anasema la. I wish that I could just have more time on that. Anasema ningekuwa na muda mrefu kwa ajili ya jambo hilo. See? Unaona? The bride, when she is taken from the church, bibi harusi atakapotolewa kwa kanisa, then the church age will cease. Hapo ndio rika ya kanisa inafika mwisho. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa mambo ya wokovu kwa watu wa mataifa imewekwa X. Hapo ndio Biblia inasema mlango umefanya nini? Umefungwa. Hakuna yule mtu atakayeingia tena. Kama hukuingia utabaki nje. Kama uliingia utabaki ndani. Sasa jaribu sana uingie, ndugu yangu, dada yangu, ingia katika Kristo. Kama bado unahangaika kwa vitu vya ulimwengu, hiyo ni juu yako. Ni juu yako. Na utaona ile mshahara utapata na hiyo vitu. Itakudanganya tu kwa muda zaidi. Ndugu yangu, utalia na haitakuwa mzuri. Anasema wakati bi harusi anachukuliwa kwa hiyo unyakuzi. Yaani si anasema akija atafufua kwanza wandugu waliolala. Sisi leo hai tutabadilishwa na tunaunganishwa na tunachukuliwa. Alafu anasema the bride goes, anasema she is taken from the church age. Anakitolewa kwa kanisa inafika hapo. Rika ya kanisa inafika mwisho hapo. Laodicean goes into chaos. Sasa ndio mtaona mchafuko itakaokuwa dunia. The bride goes to glory. Bibi harusi anaenda utukufuni kwa ile chumba cha kifalme sasa kukula. And the tribulational period sets in upon the sleeping virgin for 3.5 years. Na hiyo dhiki kuu inaanza kwa wale bibi harusi wajinga. Ndio niko nawaambia dada yangu, ndugu yangu, tusiwe wapumbavu. Ohesiruasiata. Hiki tunawaambia na itakuja. Utalia na hakuna, itakuwa imekwisha. Itakuwa imekwisha ndugu yangu, dada yangu. Mlango ukishafunga itakuwa imekwisha. Kama ni jitengeneze saa hii, maanisha saa hii. Amesema hapa, hapo ndio dhiki inaanza kwa biharusi mjinga. Watu walijua neno na wakaanza kujifanya. Watachinjwa vya kutosha. Watu wanaenda kufa. Inaenda kutendeka.
Hii ni halisi, si mambo yangu nasema, ni Mungu anasema. Inaenda kutendeka, watu watauawa vya kutosha. Wale pia watoto wa Mungu ambao walifanya mchezo ya kuwa wapumbavu, baada ya kuchukua neno la Mungu na wakae vile neno nasema na wanafanya mzaa, watakutwa. Unajua watashtuka wakasema Mwanzo amen. Ndio sasa mtu ana kama namna hiyo. Sasa okay, uzuri tu ni kwamba Mungu atamwaga ujasiri ndani mwako. Utakubali, wasema nimekubali kukufa. Lakini bibi harusi ambaye amejitengeneza, huyo Mungu hatakubali apitie kwa shida. Sababu si amekubali neno, si limemuosha. Anakuja kumchukua bwana. Nenda muweke huko, hakule. Harusi mjinga ndiye anaenda kuteseka. Kwa hiyo miaka 3.5. While Israel is getting the prophecy. Na Waisraeli nao watakuwa wanapata nini? Ujumbe wao, unabii wao. Wanakombolewa huko. Huyu bibi harusi kamili kwa chumba cha kifana anakula. Huyu bibi harusi mjinga anauawa. Kwa hiyo miaka 3.5 tu. Then tribulation sets in upon Israel. Ndio sasa baadaye hawa Waisraeli pia wanauawa. And then comes the battle of Armageddon, which destroys all things. Alafu vita vikuu vya 3 vya ulimwengu inaitwa Armageddon. Inakuja. Ndugu yako, bomu zitalipuka dunia hii. Sasa tuko tuna introduction iko inafanyika. Mimi nashangaa ndugu zangu, watu hatushtuki. Yaani nyinyi mkiona watu wenye wanakufa hawa, yaani sisi ni bora sana kuliko wao. Sisi tuko kama wao. Watu wako wanakufa huko nje. Na wewe Mungu amekusaidia uko naishi kwa amani na hutumii hii muda ambayo uko kwa amani kumwangalia Mungu. Ni shida. Bomu sitali. Na hapo sasa hakuna mambo ati mahali ambapo hakutakuwa na the whole world. Itakuwa ni vita vya ulimwengu na itakuwa ni ya mabomu. Itamaliza. Na Nabii amesema wazi itamaliza kila kitu. Hii magorofa itavunjika. Bomu ikiingia hapa inaenda, kwa mfano akitupa bomu hapa, inapindua tu hii nyumba upside down. Kuamka na mchanga. Nini itakuwa? Wenye walikimbia watakufa. Kisha malizika kila kitu. Hata chukuni peke yake haitapatikana. Kila kitu. Labda nasema, and then the bride returns back with the groom for 1,000 years, the millennium reign. After that, okay. Sasa baada ya kuchoma ulimwengu kila kitu, wenye dini wamekufa wote, kila kitu imemalizika, dunia imebaki bila mtu. Na Kristo sasa anateremka pamoja na bibi harusi wake kule bustani mwa Edeni. Wanapiga kambi hapo. Watakaa kwa muda gani? Kwa muda wa miaka 1,000. Praise God. Amen. Hiyo ndio inaitwa utawala wa miaka 1,000. Hiyo ndio inaitwa millennium. Ile mnasikia wakisema millennium. Ni utawala Kristo akitawala pamoja na bibi harusi katika bustani mwa Edeni. Unajua Adamu wa kwanza hakumaliza hiyo miaka. Na Hawa walikosea wakatolewa. Adamu wa pili ambaye ndiye Yesu Kristo atateremka na Hawa mke wake, yani bibi harusi, wakae hapo. Kwa hiyo miaka ngapi? 1,000. Duniani hakuna kitu. Watu wote walilala. Wenye walipenda dini zao walikufa. Bibi harusi mjinga aliuawa. Kila kitu kilinyamaza. Sasa Kristo anaishi hapo kwa miaka 1,000 pamoja na bibi harusi wake. Miaka 1,000 ikiisha, hebu tuone nini itafuata sasa. Anasema, after that comes the white throne judgment. After that comes the new heaven and the new earth. Praise God. Amen. Baada ya miaka 1,000, sasa kiti cheupe kikubwa kinashuka kutoka mbinguni. Kristo anakaa juu yake pamoja na nani? Na bibi harusi wake. Sasa nini itafanyika baada ya hapo? Watafufua hawa watu wote kutoka Kaini. Wote pamoja na bibi harusi mjinga yote watafufuliwa. Sasa Kristo akiwa ndiye hakimu, judge, amesimama. Watu wao unafikiria watu kutokea dunia ianze mpaka ni watu wangapi? Mabilioni ya watu. Praise God. Amen. Acha niwasomee hapa.
Unajua wakati fulani sitaki ionekane kama ni story. Hapana, ni mambo Mungu alisema. Ufunuo mlango wa 20:11. Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 11. Ufunuo 20. Yes. Praise God. Amen. Nafikiri wale wana Biblia kama mnayo. Okay, ningeomba muwe mkiandika hata ukienda nyumbani. Utaenda upitie pole na uone haya mambo ni ukweli yanaenda kufanyika. Ukatae, usikatae. Wewe unafikiri kukataa kwako kutazuia yale Mungu alipanga kufanya? Si atafanya? Ndiye atafanyika. Mungu awabariki sana. Sasa mimi naona hivi afadhali kubali ili kusudi huo upande wa Mungu. Sikiza uone vile maandiko yanasema. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana tena. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Amen. Praise God. Amen. Watu wameamuka Bwana. Sasa ni vitabu gani ambavyo vitafunguliwa? Vitabu vya maisha yako. Wacha niwaambie ndugu zangu, kila mtu ana kitabu chake. Vile tunakuaga tu hapa duniani, yale tunafanya inanakiliwa kwa kitabu chako tu. Inanakiliwa tu. Alafu akasema kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Sasa kitabu cha uzima ni nini? Ni Biblia. Walikuwa wanaangalia matendo uliyotenda kwa kitabu chako na wanaangalia kwa maandiko. Kama hukutenda maandiko, hapo ndio huna bahati. Amesema walihukumiwa kulingana na matendo yao. Wanaangalia matendo yako uliyofanya. Wanaangalia neno vile lilivyo. Kama ulienda kinyume, hauna bahati. Alafu inaendelea inasema akasema 13, bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Praise God. Amen. Kama mtu hakupatikana ameandikwa. Sasa swali ni hili, unaandikwaje hapa jina lako? Hawakuandika Gladys, hawaandiki Patrick, hawaandiki Dominic, hawaandiki Anna. Hapana. Kama wewe matendo yako haifanani na hii, yaani jina lako hakuna. Mungu awabariki sana. Amen. Unajua sisi tunasomeka kwa majina ya neno la Mungu. Si majina hii ya kawaida hii. Hii ya kawaida wewe ulipewa tu hapa. Lakini jina lako ndio hii. Na ndio sababu saa hizi wakati neno liko linahubiriwa, ndugu zangu, kuna watu wako wanasikia majina yao. Unasikia jina lako kwa njia gani? Unasikia vile neno nasema, hakika inatakana tuniishi vile neno nasema. Jina lako limeitwa dada. Jina lako limeitwa ndugu. Unapenda. Wacha niwaulize swali. Wakati watu wamejaa tu kwa group hapa, alafu uende hapo useme Eli, mtu mwingine ndiye atashtuka ama wewe Eli ndiye utashtuka? Zile wewe Eli ndiye utashtuka. Hata kama ulikuwa umeangalia kwa sababu Eli sina kuanga hivi. Sasa unajua hapa neno iko inaita watu. Ndugu, wacha wizi. Unawaachana nayo. Yaani huko kwa sababu hii kitu inakuhusu wewe. Dada, valia vizuri. Unataka utende vile neno limesema? Kwa sababu hiyo ni wewe.
Wacha niwaulize swali. Kuna mtu ambaye hafanani na sura yake? Yaani ati wewe ufanani na wewe. Inaingia? Si wewe unafanana na wewe? Wewe unafanana na sura yako. Sasa kama hufanani na neno hili, hauko hapo. Na ndio unaona maandiko yanasema kama mtu alipatikana hakuandikwa hapa, nini ilifanyika? Alitupa katika ziwa la moto. Na hiyo sasa ndio mauti ya pili. Ndugu yangu, hilo ziwa la moto, wamesema ziwa. Mnajua ziwa? Bahari. Itakuwa ni moto ambaye yaani ukitupa hapo unalambwa tu. Unakuwa tu majivu. Yaani hapo ndio wanakumaliza. Wewe acha hii kifo ya kwanza hii. Hii kifo ya kwanza mwili tu ndio inalala, hiyo nafsi iko hapa. Lakini hii sasa wanachukua nafsi plus kila kitu kuweka kwa moto na tolewa hapo kabisa. Hata shetani atachukuliwa ndani ya moto. Sumbua watu wa Mungu. Mauti na kuzimu. Yaani mambo vitu vibaya yote ndani ya moto. Nataka tubaki na mambo mzuri ambayo tunakaa tu tukifurahi tu. Hakuna shida. Unataka hiyo hakuna hiyo. Hiyo itakuwa imekwisha ndugu zangu. Tumepambana mpaka tunasema sasa wanaimba bendera, wanaimba? Haya. Sasa saa hiyo Bwana itakuwa ni furaha iliyoje. Yaani unaona ndugu Marko, unaona ndugu Yohana, unaona ndugu Paulo, mpaka unaona yes, brother. Nilisoma barua zako Bwana. Ulipokuwa duniani, Mungu alikutumia. Injili yako nilisimama naye ndugu yangu. Najua, okay, nikiwauliza ya kwamba kuna mtu aliona ndugu Branham hapa. Huyu ndugu, kuna mtu alimuona macho kwa macho? Hapana. Lakini sikio mtaonana macho kwa macho. Unaona? Brother, nilikuwa nikikuona kwa picha. You are my prophet. Ulikuwa mtabii wa kizazi changu. Praise God. Hallelujah. Yaani hapo itakuwa ni furaha ya ajabu. Hakuna kukufa, hakuna kugonjeka, hakuna kuzeeka Bwana. Ni mambo ya milele na milele. Furaha tupu. Hakuna huzuni. Hakuna tumbi imejo. Hakuna tena. Hakuna. Hiyo yote imetupa kwenye ziwa la moto. Magonjwa yote kwa sababu shetani ndio huleta magonjwa. Na mimi nataka niwaambie tu kweli ndugu zangu. Hii shida ambazo tuko nazo, hii magonjwa inasumbua sisi. Ni shetani ameleta hii usianze kuanza ama wamenichawi ama waacha kusumbua mawazo yako. Uwe walikuchawi, iwe nini, hiyo yote ni mashetani. Kataa hiyo mapepo. Ambia yeye pale Kalvari yote alifanya nini? Kwa hivyo shetani toka. Sikutaki. Nimekukataa na magonjwa yako hiyo. Sikutaki. Kristo alitangaza ushindi. Praise God. Amen. Watu tunaimba namna gani? Pale Kalvari yote yalikwisha. Pale Kalvari yote yalikwisha. Nini ilibaki? Magonjwa yalibaki? Hapana. Sasa utaniuliza, na mbona bado nagonjeka? Hii ni test Bwana. Mungu anaruhusu ikuje ili aone wewe unafanya gani. Hakuna mbingu utaenda free. Hapana. Paka uwe tested. Ujaribiwe kama vile baba yako Ibrahim alifanya nini? Alijaribiwa. Mungu awabariki sana. Amen. Na Ibrahim alishinda. Na sisi lazima tufanye nini? Tushinde. Mimi sitaki kujua hali itakuwaje, lakini mimi najua Mungu alitangaza ushindi kwa watoto wa Mungu. Na hiyo inatosha. Mambo ya kushindwa haiko. Labda kama wewe si mtoto wa Mungu ndio utashinda. Lakini kama wewe ni mtoto wa Mungu, aliahidi kushinda majaribu yote. Praise God. Amen. Yes. So, unaona hapo, sasa wakati ambapo watafanya hiyo hukumu, wakague. Wacha tumalizie hapo. Wacha tumalizie hapo. Sijui imefika saa ngapi? What is the time now? Saa sita, I think. Saa sita kamili? Naelekea. 24. Wacha nataka nitamatishie hapo. Mungu, yani ningetamani kama tungekaa paka jioni. Kwa sababu mara nyingi mimi huwa nauliza hivi ndugu zangu. Nani anataka kuishi hapa duniani? Nani? Hakuna. Unajua tukifika hapo kuna watu utaona nataka kukasania hapa. Kuna watu wanataka wakaa hapa tu. Mungu awabariki sana. Ukiumia hivyo, ukiteseka hivyo, hata mimi sitaki kukaa hapa. Kwenda nikaa pamoja na baba yangu. Wacha hii mambo ya kusumbuka kila wakati. Mungu awabariki sana. Amen. Yes. Okay, wacha tumalizie hapa chini. Anasema
Aha. Kwa nasema nini? Mstari wa 21. Mlango wa 21 nasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Maana nami nikauona ule mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga, umesikia vile anasema? Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wasinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa la moto liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ndiyo mauti ya pili. Praise God. Tukae tukijua kuna mambo ngapi? Kuna furaha ya Mungu. Anasema unajua baada ya miaka 1000 kiti kilishuka, wafu wakafufuliwa, wakahukumiwa, wenye walipatikana wanashinda ndani ya moto. Huyo bibi harusi mjinga, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa Mungu, alichukuliwa akaenda huko kwa utukufu. Mungu awabariki sana. Amen. Halafu sasa kitu gani kilitokea? Yohana akasema aliona mji ukishuka sasa mtakatifu. Ndio nilikwambia hatutaishi mbinguni. Dunia imechomwa, kila kitu kimemaliziwa. Na unajua nini? Baada ya hawa kuhukumiwa hivyo, wataamuka wakitaka vita na watakatifu. Mungu awabariki sana. Hiyo bahari ya moto, hapo kuna maandiko inasema moto wa Mungu utanyesha. Unaona kama vile mvua inanyesha. Moto itanyesha. Itaangamiza kila kitu. Wawe majivu. Alafu sasa watoto wa Mungu watatoka na kuanza kutembea kwa majivu ya wale watu ambao walikuwa kinyume cha Mungu. Mungu awabariki sana. Alafu Yerusalemu, ule mji unashuka, unakuwa hapa duniani. Sasa bibi harusi atakuwa ndani ya huo mji. Bibi harusi mjinga atakuwa nje, hatakuwa ndani kwa sababu ni mjinga. Utakuwa mjinga na ukae karibu na Mungu. Pana mbali kidogo. Licha ya kwamba atakuwa umetengenezwa. Kile utakuwa mbali. Tunabariki sana. Mungu atusaidie sana. Na tuhakikishe ya kwamba tunaishi neno la Mungu. Nafikiri tutaendelea wiki lijalo kama tutakuwa hai, na nitaendelea kuwaonyesha hapo itakuwaje. Tuone hapa ndani bibi harusi wataishi namna gani. Na itakuwa ni nani na nani watakuwa ndani ya mji. Na ni nani watakuwa. Unajua, usifikiri ati kwa ufalme wa Mungu sisi wote tuko sawa. Hapana. Kuna watu wengine wako high class. Na kuna wengine wako chini, lakini watoto wa Mungu tu. Kuna wenye wataishi tu duniani hapa. Lakini kuna wenye watakuwa ndani ya mji. Mungu awabariki sana. Wacha tu niwasomee kidogo hapa kitu alafu tufunge. Tutakapokuja tutaanzia hapo. Tutaanzia wapi? Hapo. Tukienda. Kuna kitu hapa nabii anajaribu kutuonyesha. Hebu sikiza uone. Hiyo mji
vile imekaa. Ndio nawaambia ndugu yangu, kama unaweza kujua ni nini Mungu amekutengenezea, utawacha mchezo, utawacha ujinga, utawacha uvivu, utahakikisha umeingia pale. Mungu awabariki sana. Sikiza uone. Hapa nabii anasema hivi, yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kama una sikio mai, kama una sikio papa, sikia hii. Hili ndilo onyo la mwisho. Hakutakuweko na lingine. Kile chumba chenye kiti cha enzi kimeandaliwa. Hiyo chumba huko mbinguni ambaye alienda anasema imetayarishwa. Anasema ile msingi 12 imewekwa. Barabara za dhahabu zimetengenezwa. Barabara za huo mji. Unaona hizi njia chini hapa? Gold, ndugu yangu. Transparent gold. Hapana mchezo. Wacha barabara, wacha lami. Hizi barabara. Hiyo ni barabara ya dhahabu na ukitembea ukiangalia unajiona. Hapana mchezo. Anasema barabara za dhahabu zimetengenezwa. Malango ya lulu kubwa mno zimetengenezwa. Yamesimamishwa na kufungwa bawabu. Hicho chumba kinasimama kama piramidi, kikiwa maridadi sana na kizuri. Vile viumbe vya mbinguni vilivyokiandaa vinakiangalia kwa mshangao mkubwa mno, kwa maana kinametameta na kutangaza kwa utukufu usio wa duniani. Kila sehemu ya uzuri wake inasimulia hadithi ya neema ya ajabu ya upendo wa Yesu. Ni mji uliotayarishwa kwa ajili ya watu waliotayarishwa. Unawangojea tu wenyeji wake, na mara watajaa kwenye barabara zake kwa furaha. Naam, ni wito wa mwisho. Roho hata nena katika wakati mwingine, zile nyakati zimekwisha. Wametungoja ndugu yangu. Mungu atusaidie wapenzi. Mungu atusaidie ndugu zangu. Mungu atusaidie sister, brother. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie ndugu zangu. Tusisikie haya mazuri ambayo Mungu ametuletea na tuyakose. Sasa sijui tutasema nini mbele za Mungu kwa hakika. Mungu atusaidie. Huyu shetani mbaya ndugu. Shetani si mzuri. Shetani mbaya sana. Anavuruga watu mpaka wakose kupata kile ambacho Mungu amewaandalia. Kwa hii muda wa karibu miaka 2000 Kristo akienda kuandaa hii makao. Hapa tuko tunaambiwa iko tayari. Imetungoja ndugu yangu kwenda kule. Mungu atusaidie ndugu zangu. Tuwe katika maombi. Najua tuna vita. Si kupenda kwetu. Hata hii udhaifu tunapata si kupenda kwetu ndugu. Ni shetani tu anatusumbua. Lakini naomba Mungu atusaidie. Ambia Mungu akushike mkono. Wewe ukimshika utachoka. Utachoka. Hata mimi nikimshika nitachoka ndugu. Ambia Kristo, tafadhali nishike. Nishike, niongoze. Kwa sababu haya mazuri ambayo yalikuwa yamefichika ndani yako, umeyaleta mpaka yamenifikia. Kulikuwa na kusudi. Haikuwa bure ndugu. Kwa nini watu wanapita pita huko hawana haja na hii mama? Mbona wewe uko hapo? Mungu ana sababu. Na kama ana sababu, ni juu yako sasa ndugu yangu, dada yangu, chukua hayo mama. Tuwe katika maombi na Mungu atusaidie. Tuhakikishe kwamba tunatembea katika nuru ambayo tumekabidhiwa. Tusaidie familia zetu. Tuwaombee. Vita vimewaka moto. Shetani ameamka chini. Lakini tusiogope. Najua Mungu atatupa ushindi. Bwana awabariki sana. Kwa hivyo katika hali ya kuimba, ningependa tu ndugu zangu na dada zangu jiweke mbele za Mungu. Kama kuna jambo ambalo unataka kuambia Mungu kwamba akusaidie, mwambie. Kwa sababu hata na mimi ninahisi ya kwamba Mungu anisaidie, kwa sababu nina mapungufu yangu ambayo nataka Mungu anijalie ili kusudi niweze kutembea pamoja naye. Anipe nguvu ya kuweza kusimama. Sababu najua ya kwamba katika mwili huu uko unaendelea kupoteza nguvu. Unajua ukiwa katika hali ya uzee hauwi vile ulikuwa kijana. Na ninaomba vijana wetu tafadhali, kwa sababu mungali mna nguvu, ndugu zangu, kuweni na bidii katika kazi ya Mungu. Mungu atawasaidia. Tunawahitaji hapa. Mfanye kazi ya Mungu.
Sisi hatutakuwa milele hapa, sitakuwa milele hapa, inaweza fikia mahali fulani nitoke. Tunahitaji watu ambao watasimama hapo wafanye kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo tukiimba wimbo huu